Sasa hivi kuna taarifa ambazo tunataka kuzungumzia siku ya leo, ni kutokana na upotevu wa watu hapa nchini Marekani. Hivyo sina mengi ya kusema zaidi ya kusema kwamba muendelee kufuatilia kwa umakini, na ambaye atapata taarifa kama na hii, basi fanyeni mkataarifu watu wengine. Ukipata taarifa, basi mfikishie na mtu mwingine. Hii ni kwa watu wote. Ukipata taarifa, fikishia mtu mwingine. Sina mengi ya kusema zaidi ya kusema kwamba imesadikika kwamba mpaka sasa kuna watu 17 wamepotea kwa kusema kwamba walikuwa wanaenda kutafuta kazi, na walipokwenda kutafuta kazi hawajarudi tena. Na maanisha wali-apply kazi, walipo-apply kazi wakaenda moja kwa moja kwenye interview, na walipoenda kwenye interview mpaka sasa hawakupatikana tena. Sasa kiundani zaidi, imesadikika kwamba kuna application ambayo watu wengi wanaitumia hapa Marekani kwa ajili ya kutafuta mahali gani kuna kazi, na mahali gani ambapo kuna location ambazo zinaweza kanielekeza kwenda kupata kazi. Kuna baadhi ya watu waliingia kwenye application ya Indeed kwenda kutafuta kazi. Walipokwenda kutafuta kazi kwenye hiyo application, basi waliweza kupata mahali ambapo kuna makazi. Basi wali-apply, walipo-apply wakakamilisha kila kitu. Walipokamilisha wakapewa na tariki na muda wa kuenda kufanya interview. Vivyo hivyo wakapewa na address ya kuenda kufanya interview. Sasa walivyokwenda kufanya interview, walienda mazima na wajarudi tena. Mpaka sasa imesadikika kuna watu 17 wamepotea kwa kwenda kufanya interview na kurudi tena. Hivyo hali ya hatari kwa wale watu ambao wanatafuta kazi. Na ukija kufuatilia kwa makini, sasa hivi hali ya Marekani ni ngumu kidogo, kwa sababu Marekani kupata kazi sasa hivi imekuwa kidogo ni ngumu. Kazi hazipatikani. Hivyo wahuni wamechukua hiyo nafasi kujiinua na kuweza kuweka makao yao kwenye application ya Indeed. Pale utakapokwenda ku-apply, wanakutumia address ambayo ni mbali na makazi ya watu. Hivyo utakapoenda huko, unaenda wanakuchukua na hutorudi tena. Hivyo nikitaka kusema kwamba weni makini pale ambapo unakwenda ku-apply kazi yako. Kuwa makini pale ambapo una-apply kazi yako. Kwa maana ukiwa una-apply kazi yako, just make sure pale ambapo una-apply kuna watu wako pale, mazingira yako wazi, yanaeleweka. Kwenye hayo mazingira hakuna vichaka, naweza nikasema sio mahali pa kujitenga. Najua Google zipo, ukipewa address, make sure unaangalia address inakuelekeza wapi. Ukiona kuna address alafu kuna maeneo kama hauyaelewi, just kuwa na uhakika kabla ya kwenda kwenye interview. Vivyo hivyo, angalia muda wako ambao umeandikiwa kwenda kwenye interview. Kwa uhalali wa Marekani, interview zinaanza saa 2 mpaka saa 10 jioni na kuwa ni mwisho. Ukipewa saa za interview saa 12, saa 1, basi jue hiyo sio agency ambayo inaweza kukaribisha kwenye company, bali inakuwa ni agency ya wahuni. Basi sitokuwa na mengi ya kusema, sitokuwa na mengi ya kuongea, bali nitachukua baadhi ya clip nitaziweka hapo ambazo zinazungumzia kuhusu upotevu wa watu. Zinazungumzia watu 17 waliosadikika kupotea kwa kuapply kazi na kutoonekana tena.
na hiyo imetokea kwenye state ya Atlanta, Georgia. Ndiyo imesadikika kwamba huko kuna upotevu wa watu 17. Basi taarifa ikifika, basi tuipokee na tufikishie watu wengine ambao bado hawajapata taarifa. Na ndio maana sisi kama Utaipenda TV tumechukua nafasi hii kuweza kuwatangazia hali ya hatari ambayo inakuja sasa hivi. Kuwa makini kwenye agency ambazo unaenda kuapply kazi, kuwa makini kwenye kampuni ambazo unazipewa link ama unapewa address kwenda kuapply kazi. Ukipewa address, make sure unaangalia address na kuelekeza wapi, make sure unaangalia address na kupeleka wapi. Najua Google zipo kuangalia, unaweza kaweka address afika kuelekeza mahali ambapo unataka kwenda na ikakuonesha ni mahali fulani. Hiyo ni teknolojia ambayo imeshakuwa zaidi hapo Marekani. Vio sina mengi, nitakuwekea clip hapo utasikia. Kwa wale ambao hawakupata nafasi ya kukijua Kiingereza, basi kuna ya Kiswahili, na kwa wale ambao hawasikii Kiswahili basi wataangalia pale kwa Kiingereza. Na mimi sina mengi ya kusema zaidi ya kwamba ukipata taarifa basi ifikishie na mwingine. Ukiona linki Nimeshasikia habari nyingine na trendi. Batu 17, batu 20 na bameenda missing baada ya kwenda kuapply kazi. Bameapply ku Indeed. Ndio bameapply kazi. Hebu kwenda kuapply kazi huko. Kwenda kuapply kazi. Kwenye huko kazi yenyewe yani nyumba inajitenga kabisa, hakuna batu wenyewe wanakala, ni kinyumba tu kimoja. Bakafika pale, unafika pale kabisa, una sign karatasi, wanakuambia mtu hata kufanya interview yako huko nyuma. Lakini unaenda huko nyuma na lote hakuna kuonekana tena. Sasa hii basha ripoti karibuni batu 20 na wenyewe bashenda missing kwa sababu za kazi bako nika ku apply kwa online. Unakuta interview wanafanyana saa 1 ya jioni. Ogopa sana bakikupashia appointment ya jioni saa 1 ukuje kwa appointment ya job interview. Be careful, usikubali hivyo. Utaenda missing, utaenda kuchinjwa huko, wanakutoa maini. Usiseme hatujakwambia. Marekani saa hii hapa bakukidnap batu hapa, bamekuja bameona batu wako wanatafuta pesa sana, batu wakatafuta makazi sana. Acha tu open makazi kuma Indeed, eti tunatafuta batu wafanye kazi ili tupate pesa waende kuwauzisha. Utaenda kuuzishiwa huko, tutalia yoyo. Warning imekuja hii. Kama umepata hii video yangu imekuja kwa For You page, share na mwingine ajue hii nani. Ajue information na trend siku hizi. Sio bongo. Kama uko ndugu uko ule wa no English, kuko ma video hapa nitaishare hapa saa nyingine. Ma video iko hivi, enyesha trend hapa kwa TikTok, watu wakaenda na missing. Baada hivyo kwa apply makazi online. Bado wanaenda missing baada hivyo kwa apply makazi online. Ndugu zangu, kuweni makini na epuka sana na appointment. Yaani appointment yote wakikupea baada ya saa 10. Après ya saa 10 ndio nakupea account na nakupea appointment. Hiyo appointment i-cancel, usiende hiyo appointment. Fanya appointment saa 1 ya asubuhi kuanzia 8 to 4 pm to 3 pm. Hiyo itakuwa inaeleweka. Unasikia ku avoid ku missing. Na hata hivyo tu bakisema missing utamissing, kama yeye sikia ku missing utamissing tu. Na kabla hujaenda kwa kwenda kwa interview, angalia address kwanza ku Google, zoom, angalia environment ya hiyo sehemu. Iko public au iko private. Unakuta kwa bana kupasha interview kuko lugiza ni vimanani tu, ni vimamix ndio vinajaja tu, na kanyumba kamoja ndio unafanya interview. Kwa hiyo utakosa kuchinjiwa huko. Hata ulalamike nani mwenye atakusikia? Hakuna mtu atakusikia. Kwa hiyo ndugu zangu, kuweni makini huko bandugu. Kuweni makini. Marekani inakuja moto, inaanza kuharibika. Kama ni kuharibika kule tukuta inaharibika kisa hii, vitu vinakuwa nguvu. Je. But did you hear about that girl that got unalived after applying for a job on Indeed? No, I'm dead serious. Indeed needs to be sued. Or I guess this young girl was looking for a job on Indeed. She found a job that was willing to hire her. She just had to go in person for an interview. When they sent her the address of the interview,
She noticed it was at a warehouse, so she double checked, calling that work number and make sure that she had the correct address, and they said she did, and to show up on time. Automatically, what threw me off is that the interview's at 7 p.m. Why are you going into an interview when it's dark outside? After that phone call, she still had a weird feeling, but she still went to the interview because, she need that bread. We all need that bread. All right, she's on her way to the interview. It's the day of her interview. She's driving in an Uber. She's noticing on the way to her interview that everything is secluded. Everything is far away from the warehouse. There's nothing that's walking or running distance. All right, so she gets to her interview. She's good. She talks to the lady in the front office, and then the guy asks her to go to the back office. She goes to the back office, and long story short, that girl is now missing. She hasn't been found. Her phone shows records that it was turned off within 30 minutes, after the interview was supposed to be ended. Yeah, she never got an Uber back home. Yeah, nobody knows where that girl is. Women or men, please be careful, bro. Start, bringing something with you always, whether it's pepper spray, a knife, a taser, or even if you have that pew-pew license, do that. Or try to always bring somebody with you that can be waiting in the car if they can't go in, or waiting in that damn lobby because, the world's getting worse. There is an update on the missing people after going to a job interview that was posted on Indeed, or should I say a job application being put in from a hiring manager that posted the job on Indeed. Now, there are a total of 17 missing people after, going to the same exact job interview. This is so disturbing. This happened in Atlanta, Georgia. All these people tend to be women or girls, young girls, teenagers, young women between the ages of 20, in their 20s, 27, 35. These are the names of everyone. Everyone's saying that this isn't real. This is real, y'all. Please be careful. Like I said, there are scams out there to, risk, your identity being stolen or anything like that. Just make sure that you're putting an application in with a legitimate company. Like I said, the 17 people that are missing are actually missing people. This isn't made up. And I'm not 100% sure what job this was for. It just was a listing or posting, and it led to a virtual interview, or not a virtual interview, a link being sent to go to an interview. And the name of this person, the identity of the person that the job was linked back to would, get deleted and then put back up later. Like I said, when you do apply for a place, please make sure that you're not putting in your personal information or details, or going up to an address that is not real, or address that seems like it's sketchy.